Baada ya muda mrefu kupita, baada ya siku kadhaa kupita kutoiona klabu ya Dar es Salaam Africans, hatimaye hapo siku ya kesho wanashuka dimbani. Mechi ya mwisho kuishuhudia Yanga ilikuwa ni tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka huu 2025. Sasa hatimaye kwa upande wa klabu ya Yanga siku ya tarehe 13 hapo siku ya kesho wanashuka dimbani moja kwa moja kuvana na Namungo FC, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Tayari kwa upande wa klabu ya Yanga kupitia mwalimu Milodi Hamdi wameshaandaa jeshi ambalo linakwenda kupambania alama 3 kwa ajili ya kujiweka sehemu sahihi ya kutetea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ambao walibeba msimu uliopita. Tayari ninayo majina hapa ya wachezaji kwa upande wa klabu ya Yanga ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja, lakini kabla sija kwenda kukutajia hapa wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo dhidi ya Namungo, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu sana tuweze kuangazia kwa upande wa wachezaji wa Yanga ambao watakwenda kuhusika kwenye mchezo wa hapo siku ya kesho. Kwa upande wa magolikipa ambao wameorodheshwa kushiriki kwenye mchezo wa hapo kesho dhidi ya Namungo ni pamoja na golikipa Djigui Diarra. Golikipa Djigui Diarra tunafahamu ubora wake, tunafahamu mairi wake. Ni golikipa ambaye yupo kwenye ubora kweli kweli, ni golikipa nambari 1. Wakati hiyo pia golikipa Abdul Twaribu Msheri naye pia yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mechi hiyo dhidi ya Namungo. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa mabeki ambao watahusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo, yupo Israeli Patrick Mwenda. Wakati huo pia yupo Nixon Kibabage. Wakati huo pia yuko Shadrack Isaka Boka. Yupo pia Israeli Patrick Mwenda. Wakati huo pia Bakari Nondo Mwamnyeto na pia ni mmoja wa wachezaji ambao watakwenda kuhusika na hodha huyu ndani ya kikosi hicho. Wakati huo pia Dickson Job beki kisiki huyu ndani ya klabu ya Yanga na pia atakwenda kuhusika moja kwa moja. Wakati huo pia Ibrahim Muhammad Baka na pia ni mmoja wa wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia nikienda kutizama hapa kwenye upande wa viungo ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo wa hatimaye, kiungo Halid Aucho baada ya majeraha sasa hatimaye amerejea ndani ya kikosi cha Yanga, hivyo jina lake lipo kati ya wachezaji ambao watahusika moja kwa moja kuelekea kwenye mechi hiyo. Wakati huo pia Mudathiri Yahya naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kwenye mchezo huo. Wakati huo pia Duke Abuya naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Stefan Aziziki naye pia yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo. Wakati huo pia Pacome Zouzoua naye pia baada ya majeraha ya muda mrefu amerejea hatimaye ndani ya kikosi. Wakati huo pia Kratos Chota Chama Mwamba Rusaka naye pia yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika, pamoja na Salum Abubakar naye pia ni mmoja wa wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo kulingana na kile ambacho amekitazama mwalimu Milodi Hamdi. Lakini pia haijeshia hapo, wachezaji ambao wanacheza kwenye maeneo ya pembeni, Jonathan Ikangalombo ni mmoja wa wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo. Wakati huo pia Maxim Pianzengeli naye ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia jina la Faridi Maliki Musa naye pia yupo kwenye mchezo huo pamoja na Dennis Nkane. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa washambuliaji, yupo Clement Mzize, mmoja wa mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu. Wakati huo pia Prince Mpumelelo Dube naye yupo kwenye orodha kati ya wachezaji ambao watahusika moja kwa moja kuelekea kwenye